lakini inabidi niwe na kiasi. Kwa hiyo kiasi. Chagua maswali muhimu ambayo unaona haya ukipatia majibu utakuwa kidogo kuna afadhali. Yaani natamani nijue hiyo kwanza. Natamani nijue swali la kwanza. Inasemaje? Nataka nijue hizi dawa, yani kwa jinsi ninavyokuwa natumia zinafanyaje kazi kuanzia ile ya kwanza mpaka ile ya mwisho. Dawa maji 64% mwili wa mwanadamu ni maji. Kwa hiyo unapokunywa maji inatusaidia kupunguza sumu taka mwilini. Sawa, lakini inatusaidia kujenga damu mpya. Kwanza ndio tunashauri mtu anywe maji lita 1 kwa dakika 30. Alafu kuna Charmin T. Charmin T inaifanya damu kuwa active. Yani inaichangamsha damu, kuifanya kuwa nyepesi. Alafu saa 2 kamili unatumia 4A9. Hii ndio dawa, kwa sababu unaimarisha sasa mfumo wa kinga. Unazisaidia kinga kuongezeka kwa wingi na ziweze kufanya kazi vizuri katika mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo dawa ni 4A9. Hii ndio dawa. Lakini tunakuja kuna hivi vipimo hivi ambavyo vikionyesha mistari miwili unaambia bwana wewe ni positive. Ikionyesha mstari mmoja unaambia bwana wewe ni negative. Sawa. Tukatengeneza kitu kinaitwa 4A5. Sawa. Wazungu wametengeneza mashine inaitwa viral load ambayo kazi yake kufanya tathmini ya mzigo uliokuwa ndani ya damu. Sawa. Tafiti yangu inasema damu ina copy mwenendo ambao sio wake. Sawa. Na tuazime lugha wanasiasa ya kuvua gamba. Sasa unailazimisha damu iondokane kwenye asili ngeni irudi kwenye asili ya zamani. Ikirudi kwenye asili ya zamani haitaonesha mstari huu wa kwanza ambao ni positive. Itaonesha mstari mmoja ambao ni negative. Kwa mfano kipimo chako, hebu tazama. Kinaonesha mstari mmoja. Maana yake kwa mujibu wa kipimo hichi inatupa taarifa kwa damu ya mhusika huyu haina maambukizi. Sawa. Sasa kwa nini tulikwenda kwenye kufuta huu mstari? Viral load ina kikomo. Ndio maana inasema haioni. Kama haioni haimaanishi haipo. Inakunyima fursa ya kusema haipo. Ndio maana watu wenye akili wanauliza kama virus walikuwa 100 wamefika haionekani, wanakuwa wako wapi? Unaona? Sasa sisi tukasema hapana, twende mbele zaidi tafiti yetu ili damu ikitizamwa tuirejeshe kwenye mfumo wake wa asili ambao ilikuwa haijakopi. Kwa lugha nyingine haijaambukizwa madhara kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sasa ukiimarisha mfumo wa kinga, maana yake utaondoa magonjwa yote yale nyemelezi ambayo yanakushughulisha. Haya yanaondokana baada ya kinga zako kuwa imara. Ni sawa na kulipa jeshi silaha bora ili liweze kudhibiti waasi na mtu awe yuko salama. Lakini sasa tunakuja kwenye kufuta taarifa au kumbukumbu au historia kama sisi tuliwahi kupigana na Uganda. Lakini Uganda ni ndugu zetu. Leo hatuna ugomvi nao, lakini kuna neno historia ambayo haifutiki. Sasa sisi tunataka tuifute hii historia ili mtu huyu aonekane kabisa hakuwahi kupata hilo tatizo. Haya, swali la pili. Yasizidi 4 lakini
So saa 6 hii mimi saa 6 nakuwa nimeshatoka ofisini. Kwa hiyo bado nipo. Swali la pili. Swali la pili, nilikuwa na shida ya kutaka kupata dawa ambayo inaweza kuondoa sumu mwilini. Hiyo ni changamoto ya mtu mwingine na ndugu yangu. Maswali yako, wewe sema na maswali kadhaa. Tuna maswali, hiyo ni story nyingine. Niulize maswali. Mimi nafikiri sina swali lingine. Kwa nini binafsi sina swali lingine? Sema na maswali matatu. Au ulikuwa ni mtu mwingine? Kwa unajibu. Unapita kule ambapo labda ni ile pengine nikipata swali lingine. Kwa sababu nimewahi kuuliza hospitali kwamba kwa nini mara ya kwanza waliniambia, walinipa idadi ilikuwa ni kama 200 na wakaniambia virus wako kiasi hiki. Sawa. Baada ya fikiri ni 6 months nikarudi tena. Wakaniambia ni undetected. Sasa nikamuuliza yule daktari, sasa kama ni undetected wameenda wapi? Yaani hii nasema ni dawa ambayo inawafanya wanasemaga inasinzisha. Sasa kama wanasinzia wanakuwa kwa nini wapungue? Si wangebaki tu wale alafu tuambie kwamba sasa hivi hawaongezeki. Kiniambia hawaongezeki nitaelewa kwamba walikuwa kiasi hiki hawajaongezeka ni kwa sababu wanafanya nini? Wamesinzia, maana yake hawawezi kuzalisha mtu. Lakini wamekuwa undetected, that means ni kile kiwango kimepungua mpaka kimefikia kwenye hiyo level ya sasa kwamba hawaonekani. Kwa nini? Ananiambia bwana, wewe dogo una maswali mengi sana. Unajua hili tatizo ni kama uchawi tu. Daktari anakuambia tatizo ni kama uchawi. Kama uchawi tu. Kwa sababu yani hata sisi wenyewe kuna wakati tunashindwa kuelewa kwamba inakuwa. Unajua tatizo nini? Tunaambiwa tuchanganye na zetu. Tumetengenezewa mifumo, bwana unatakiwa useme hivi. Sasa kukutana na mtu kimuuliza swali kama hilo, hawezi kuwa na jibu lake kwa sababu hajapangiwa jibu hilo. Haya, mimi na tuonane sasa baada ya kumaliza dozi. Swali lingine ni kwamba hii dozi Mbona umesema huna, umesema unayo? Dozi maana yake hapo sasa nimepata swali lingine. Jinsi ambavyo iko kuna ambazo ni ile unaona ziko kwa uchache. Yaani ni kipimo tu, unajua ukitumia mfuniko itamaliza. Ukitumia nje ya mfuniko haitomaliza. Na kwenye swala la chai ile chai ndio unaweza kuongeza. Sasa naomba pia unijibie hilo la ndugu yangu ili nijue kama namchukulia au kumchukulia tu ile utumia wewe. Ndio hiyo tunasaidia. Yaani haiwezi kuwa specific kwamba ni ile kweli. Unajua sisi katika mimi kwa sababu mimi ndo nilifanya hivyo katika, unajua kuna kutibu, kuna kufanya upasuaji kuondoa tatizo fulani ambalo kama utumbo hivi au sehemu pameharibika, unaweza ukakata ukawashona ukaunganisha. Kuna njia nyingi za kumtibu mtu. Sisi tulienda kwenye sehemu mbili tu, kuimarisha mfumo wa kinga. So tunaamini ukifanya kinga kuwa madhubuti, magonjwa mengi yatapata majibu. Ndio maana ukitizama wakati tunakusanya maoni utakuta mtu ana kipanda uso sio HIV lakini amepona. Kuna mtu ana moyo sio HIV lakini amepata nafuu. Kuna mtu ana kansa sio HIV lakini amepata nafuu. Kuna mtu ana sukari amepata nafuu kwa sababu tumeimarisha ule mfumo wa kinga. Lakini tukaja kutengeneza E45 yani kuondoa ile sumu ambayo ipo mwilini, inafanya damu isifanye kazi vizuri, kinga zisifanye kazi vizuri. Ndio maana watu wengi wanatuambia, ufanye kwa naongea na mama hapo kana miaka zaidi ya 20 ya HIV, ananiambia miguu ilikuwa haisi kama na miguu. Sasa hivi ganzi imeondoka. Ganzi sio HIV. Unaona? Kwa hiyo kuna vitu vingi, kwa hiyo tulienda hapo kuna hizo nukta mbili. Tuweze kufanya damu kuwa safi. Ndio maana mtu mwenye tatizo la figo anakuambia bwana mimi sasa hivi sumu imepungua. Maana yake ile sumu iliyokuwa ndani ya damu sasa haipo. Kwa hiyo tulikwenda katika hizo nukta mbili. Ndio maana dawa yetu tunampa mtu yoyote, mtumie dawa yote anatumia. Na wote wanatuambia tunaendelea vizuri.
Okay. Sasa ni kwa sababu ya kesi yake, maana yake anasema yeye anasumbuliwa na macho. Sasa madaktari wakamwambia kwamba kuna sumu. Ukitizama kwenye research niliyoifanya Mbingu, watu wenye umri wa zaidi ya miaka 60 walikuwa wana uwezo wa kuona, wamerudi kuona vizuri na wanafanya shughuli zao. Nenda katizama, andika ushuhuda wa 4A9. Kuna wazee Mbingu walikuwa hawaoni, lakini hapa hiyo na wameona na wanaendesha baiskeli na wanabeba ndizi. Swali la nyongeza? Hapana, mpaka sasa ngoja nitamtafuta alafu